Upande wangu mimi nishavaa kanga nyepesi, ndani sijavaa kitu, nikajitoa ufahamu. Nikasema ngoja nimfuate kaka George chooni huko, naona anachelewa kutoka. Nikaenda mpaka kwenye mlango wa choo, nikafungua mlango, nikaingia chooni. Sasa yaani kitu gani kilikuwa huko? Tabu anayo mengi kutueleza katika simulizi yake kubwa. Simulizi inakwenda kwa jina la Niliozeshwa Mwanaume Jogoo Hawiki. Sasa Tabu yupo kwa George huku leo. Basi hapo tunaendelea kipande cha 7. Jambo moja nikukumbushe, hakikisha tu una like kisha unatoa maoni yako kuhusu hii simulizi. Wale tulioanza mwanzo basi tutakuwa tunaelewana vizuri. Tuendelee. Jamani, nilipoingia chooni, cha kushangaza chooni kaka George hayupo. Najiuliza kapita wapi? Mbona George ananishangaza mimi? Naanza kuwa na mashaka naye kaka George. Nahisi kuwa George ni jini au ni nani? Mbona vituko vya kijini sana? Au kayayuka? Kaenda wapi? Niliwaza maswali mengi na kosa majibu. Upande wa mama, baba anatoka kwenda kuchukua kitambaa, anakuta kapigwa kofi usoni, kapoteza ufahamu. Aliyempiga hajamuona, akampeleka moja kwa moja kwa mama mkwe chumbani kwake, akawavua nguo wote, alafu akachukua mkono wa baba kaweka kwenye uke wa mama mkwe, na mkono wa mama mkwe kashikisha uume wa baba. Alafu kile kitambaa wamewekewa pembeni kabisa na barua yenye maandishi mekundu. Alafu aliwafanya hiyo, akaondoka zake. Upande wangu hata kuoga nilishindwa kuoga kwa mawazo. Natoka na mkuta kaka George ukumbini anakula. Nilimwangalia miguu kwanza, anakwato huyu? Maana nasikia majini wanakwato. Nikamwangalia, niliona miguu yake tu imekaa vizuri, haina hata magagana. Nilijifanya kama sijastukia kitu hivi, nikawa nakula naye chakula. Nikamaliza, nikatoa vyombo, moyoni nikajipa moyo na matumaini. Nataka nimjue George mimi kama Delila. Hakuna wa kumwogopa Samsoni. Na mimi simwogopi kaka George, nitajua tu. Nikamwambia kaka George, naomba nikakunyoshe mwili wako, nikutoe uchovu wa safari. Kaka George akasema, muda sina saizi, naenda kazini, kesho utaninyosha, ila nenda kalale na mama ndani. Nilishangaa sana. Mama kaondoka na baba, je, karudi saa ngapi? Nikajikaza tena, nijifanya kama nimezoea hivi, ni mjue kaka George ni nani. Kaka George akaingia chumbani kwake kubadili nguo. Mimi nikasema leo ndio nitajua mlango anaotokea. Sitoki hapa ukumbini mpaka nijue anatokea mlango gani. Nimekaa kama nusu saa kaka George atoki. Moyoni nikasema au kalala. Nikafungua mlango wake, simuoni mtu. Nilianza kutafuta mlango. Nilitafuta mlango mle chumbani kwake. Mara simu yangu inaita. Naangalia, naona kaka George anapiga. Napokea, ananiambia, saizi ni usiku, hebu nenda kalale, hicho unachokitafuta utaangalia asubuhi. Jamani, anazidi kunivuruga.
kaka Joji ni jini au ni nani? Mbona anajua vitu vingi sana, alafu nalijiuliza, sipati jibu. Nikaingia chumbani, namwona mama yangu kalala na mimi nikalala. Sasa asubuhi mama alipoamka alipiga kelele kwa mstuko, maana alijua kalala na mumewe. Kumbe ananiona mimi. Akaniamsha, akaniuliza, mwanangu, niambie, kulikoni? Mbona nipo hapa na mimi nililala chumbani kwa mume wangu? Kitu gani kimetokea? Mimi nataka kumjibu tu, na shangaa simu inaita. Ni ya kaka Joji. Ananiambia mpe simu mama. Mama akapokea simu. Kaka Joji akasema, mama, hilo swali huyo hawezi kujibu. Yaani hawezi kujibu kabisa kwa usahihi. Ila mama, wewe tulia, endelea kumwomba Mungu. Vita kubwa, mpigie simu mumeo, mwambie neno moja tu, pesa haina thamani mbele ya utu. Mama aliona na yeye kapewa swali gumu, akajinamia kwanza. Huku upande wa baba sasa waliamka, walijikuta kila mmoja kashika uchi wa mwenzie, alafu mikono haitoki kwenye uchi zao. Wote wanashangaa nini kimetokea kati yao. Wanaangalia mbele, wanaona barua na kitambaa chao cha sumu. Walienda kusoma barua huku wameshikana uchi zao, kila mmoja na uchi wa mwenzake. Wakasimama wakisogelea barua. Barua imeandikwa kwa wino mwekundu. Imeandikwa hivi: msijiulize kwa nini mupo hivyo. Jibu lake ni matokeo ya kikao mlichokaa ninyi, mkajadili kumuua mwanamke asiye na hatia hata kidogo. Sasa dawa ya kuwanasua hilo gundu analo yule askari wenu. Mpigieni simu aje na asome tangazo hilo, ashike neno moja ili waswari. Ashike neno moja tu, ili Waswahili wanasema ukijua hivi wenzako wanajua vile. Mwangalieni mende, jibu mtapata. Karibuni kwenye vita, na mimi si Spenko, ni mtu mwingine wa roho nyingine. Kwaherini. Walimpigia simu yule polisi, kumbe na yeye kavuliwa nguo, alafu mkono mmoja kashikishwa kalio lake la kulia. Aise, yeye alikuwa anajua mambo ya kishirikina tayari yamemvaa. Akavaa nguo kwa shida, akaenda kuwaesha gari yake. Akaona barua kwenye gari, imeambiwa chupa ya kuondoa gundi zenu zipo kwenye chumba kwa mtoto, yaani kwa mtoto wa mama mulie panga naye zoezi hilo. Hapo barua inamwelekeza aende chumbani kwa mume wangu, ndio kuna dawa ya kuondoa hilo gundi. Alienda kweli, akafanya hivyo. Bahati mzuri mume wangu alikuwa kashaondoka, sijui yuko wapi. Askari akachukua hiyo dawa, akaenda chumbani na yeye alivua nguo, yaani walikuwa kama wapo kwenye kikao cha kichawi, wananusana. Sasa pale mwenye kupata aibu kubwa ni mama mkwe, sababu wanaume wanaogaga hata kwenye bwawa moja. Yeye sasa ameonekana uchi wake. Baba simu yake iliita, akapokea. Alikuwa ni mama, akamwambia maneno yale aliambiwa aseme na kaka Joji. Baba alijikuta analia tu, hawezi kujibu kitu, maana ni neno gumu sana kwake. Alijisikia vibaya sana. Sasa mama mkwe
akasema, jamani, huyu mkeo ana nguvu za kishirikina, anatumia sasa, hawezi kunizalilisha hivi, naenda kumuua kwa bunduki. Naomba polisi unipe hiyo bunduki nikamshuti. Polisi akamwambia, naona tuache tu kumfuatilia huyu, maana huyu mama, kwa sababu kama ni uchawi kama nini sijui, angeamua kutuua, angetumaliza. Mimi najitoa kwenye hii vita. Mama mkwe akasema hivi, mimi hii vita naimaliza. Hii vita itakwisha mapema tu. Ngoja nipate bunduki tu nimalize mchezo. Kweli mama mkwe akapata bunduki kupitia wauni wazee wa kazi. Bahati mbaya, kwa maana kulikuwa na misiba mtaani, watu wengi. Mama akaenda kuhudhuria misiba. Wakati huo mimi nipo nyumbani na kaka Joji nampikia chakula. Kwa mara ya kwanza namuona kaka Joji ikalala kwenye sofa, mimi nampikia, alafu nampigia hesabu. Leo ndio leo, lazima nitumie nafasi ya kuchezea mwili wake. Upande wa mama mkwe alitumia akili, alimpigia simu mama, alafu wakawa kama hawasikilizani. Akamwandikia SMS, sogea pembeni nikwambie mwanao katekwa. Mama kusoma SMS namba ngeni, akatoka kwenye umma wa watu, akaenda kusimama sehemu peke yake. Hapo ndipo mama mkwe akamlenga mama vizuri, yaani kamlenga risasi ya kichwa. Mama hajui kitu, anahangaika kupiga simu tu, anaona haipatikani, anazidi kusogea. Sasa akakaa sehemu nzuri anayotaka mama mkwe. Jamani, mama mkwe akafyatua risasi kwa hasira kali sana. Pa! Yaani mama mkwe akampigia risasi mama. Mama mkwe anashangaa mlio wa risasi umetoka kwa nguvu, lakini mama hajaanguka wala atoki damu sehemu yoyote. Anashangaa kwa nini, nimekosa ama? Anashangaa watu wanamwangalia, ameshika toi la bastola alafu kumwelekeza mama. Anaona kuna mtu anacheka, anasema, wewe unajisumbua bure, hiyo sio bunduki, ni toi la watoto, na mlio ulisikia ni mimi nimepiga baruti. Wewe kumuua huyo mama utaweza fanya yako leo. Nimekuja mimi kukwambia Spenko amekwambiaje. Kama unakumbuka, kumbuka vizuri. Kama umesahau, amekwambia akikuona unamfuatilia huyu mama atakuua, uwe mtu wa 100. Sasa Spenko akaenda kumsaidia mtoto wako wa pili yule, kama umemsahau hivi, alikuwa kwenye matatizo, yaani matatizo makubwa sana. Mama, uwe makini, utapotea. Sasa kama unakumbuka, mama ana watoto wawili. Mkubwa ndio mume wangu ambaye jogoo wa wiki, lakini ana mdogo wake, kama ulianza mwanzo wa episodi ya kwanza na inajieleza. Sasa huyu mdogo wake kasaidiwa na Spenko. Mama mkwe anajiuliza, kasaidiwa nini? Mwanaye anasomeshwa shule ya gharama na ina ulinzi kila kitu. Basi mama mkwe aliondoka, watu wakamuona kama chizi, kashika toi, anajiuliza wauni wamempa toi. Akaona mama haiwezekani, anafika nyumbani kwake,
anamkuta yule polisi. Anamuuliza, umefanikiwa? Mama mkwe akajibu, sijafanikiwa. Akamwambia yote yaliyojiri. Polisi akamwambia, nakwambia ukweli, wewe usije tena kushindana juu ya yule mama na mtoto wake. Kuna mtu anaitwa George, ni hatari sana. Huyu kashindikana. Nakwambia ukimfuatilia unashindwa kumpatia jibu. Nakwambia ukweli kabisa, George, na kusisitiza tena, George si mtu mzuri. Ndio anaingia jela zote anazoziona. Wewe usiku na kukagua wafungwa wote ili jiji pasipo mtu yeyote kujua huyo George. Nakwambia akisema wewe anakutaka dakika moja hata, yani hata ujifungie ndani, atakuja na ataingia. Si mchawi, ni mtu mwenye mambo hayajulikani. Ngoja nikwambie, kesho kwenye msafara kuna mtu mmoja utamwona anamuongoza rais kwa ishara, yani akimwambia muda umeisha, akishusha kofia na rais anamaliza kuongea. George si mtu kama unavyomfikiria. Mama mkwe akasema, sasa mtu mkubwa kama huyo hawa wamemjuaje yani? Kabla hajajibu, anaangalia simu yake, anakuta SMS, kaa chini. Mama mkwe anashangaa, polisi anakaa chini, alafu kaja mtu mmoja kama kichaa. Alimpiga mama mkwe kofi la kichwa na polisi alipigwa kofi la kichwa, wote walizimia. Wamepepewa we na wasamaria wema, wanaamka kumbukumbu wamepoteza. Mama mkwe akumbuki chochote, hata kwake hapajui. Sasa alipelekwa kwake akafungiwa ndani na polisi, akachukuliwa na polisi wenzie wakaondoka naye. Sasa mume wangu anakuja na mkuta mama yake yupo kwenye hali tofauti kabisa. Akasema, nini kimekukuta mke wa mama? Nini kimekukuta mke wangu? Sasa mawazo yake ni amerogwa. Sasa mume wangu akapanda hasira, akasema yote yamekuja sababu ya ndoa. Sasa ndoa ataki na anataka mama yake apone. Kama mama yake atopona ataenda jela. Mimi na mama ndio tumemloga. Mama yake hawezi kukubali. Yaani mama mkwe ndo alikuwa anamwambia hiyo. Baba alipomwona mama mkwe yupo vile na mume wangu akasema, hawa ni mke wangu Tabu na mama yake wamemloga. Nasema mimi nilikuwa sina shida nalo, lakini kwa nini waniloge mama yangu? Baba yupo jela, mama awe ajielewi? Nasema sikubali mimi. Baba naye kwa kujishusha akasema, ni kweli mke wangu ni mchawi sana. Mimi nimelala naye najikuta nimelala na mama yako, alafu tumenasana mikono sehemu za siri. Kwa hilo sikupingi, nasema mke wangu mchawi. Mimi nakuunga mkono moja kwa moja. Basi walikubali.
walivyopanga wao kimpango wao na mawazo yao ya kishirikina. Upande wangu mimi na kaka Joji bado namshangaa kaka Joji kalala, yani sijawahi kumwona kalala. Nikamwamsha nikamwambia, kaka Joji, kalala kitandani, hapa kiti utaumia. Kaka Joji akakubali, akaenda kulala kweli kitandani. Mimi nikamwambia kaka Joji, naomba utoe shati, joto kali. Namwona kaka Joji ananifatisha. Ninachosema moyoni, nasema leo lazima nimpe penzi kaka Joji ili nimjue kaka Joji kiundani. Nikamwambia, kaka Joji, naomba nikunyoshe mwili. Akaniambia, sawa, ninyoshe. Ninyoshe? Ninyoshe? Huko sasa. Akaniambia sawa, ninyoshe. Moyoni nikasema sasa nimepewa ruksa ya kumchezea mwili, ndio mwanzo wa kumjua Joji kiundani. Nikaanza kumnyosha mgongoni kaka Joji taratibu, uke sehemu zake za kiunoni zikaogoka. Nikamaliza, nikamwambia kaka Joji, geuka nikunyoshe na kifua. Kaka Joji akageuka. Jamani, nilipozishika nywele za kifua chake cha kaka Joji nilisisimka jamani, nikaanza kumkanda kanda kidogo kidogo. Mara umeme ukakatika. Nikasema afadhali navua nguo na mkalia kaka Joji. Mimi namwambia ukweli, kaka Joji, naomba unifanye. Basi mimi nilivua nguo zote, nikamwita kaka Joji, akaitika, niambie. Nikamwambia kaka Joji, naomba nikutoe hii suruali, nataka nilale kifuani kwako. Kaka Joji akasema sawa, toa tu, wewe leo fanya unachojisikia, sawa? Mimi leo nipo mapumziko tu. Moyoni nikamwambia kaka Joji, asante kwa uhuru ulionipa, naomba nisikuogope, kuna kitu nataka nikuguse, utaniruhusu nikuguse? Kaka Joji akasema sawa tu, toa tu. Akaniambia, mbona umekuwa mwoga? Nimekwambia leo mimi nimepumzika, fanya unachotaka, ujisikie raha kwenye moyo wako. Nikasema, Mungu wangu anipe nini mimi jamani, leo napewa ruksa hii, alafu nicheze na bahati. Nikavua suruali kaka Joji, nikashika pensi ya ndani kwa mbele, nikashika mpini niulengeshe kwa moja kwenye uke wangu. Jamani, niliupeleka mkono kwenye mpini wa kaka Joji. Jamani, yani basi ikawa hivyo. Moyoni mwangu nilikuwa na hamu ya kufanya tendo lao, na moyo wangu sitamani mwanaume yoyote zaidi ya kaka Joji.
Naomba usinielewe vibaya, nakupenda kaka George. Nashindwa kujizuia. Nimekwambia ukweli wangu. Huku nimeshika mpini wa kaka George, najikuta nimelopoka maneno yote. Kumbe bora nisingeongea. Nimepoteza muda sasa, nataka kuukalia tu. Kengele inalia, ishara kuna mtu nje. Na shangaa kaka George ananiambia, kamfungulie mama. Najiuliza tu, huku tupo wote kitandani alafu giza, yeye nje, kajuaje kama mama ndio amebonyeza kengele? Nikashuka fasta, asinione nina dharau ama na mdharau. Wakati yeye amempa heshima kubwa mama yangu, ila naamini maneno amesikia ya hisia yangu juu yake. Maana kaka George naamini ananipenda. Hata siku ya kwanza alitaka kunishika mkono, nikamtupa. Alianza kunipenda kabla hajanisaidia. Moyoni nilijipa moyo kabisa, kaka George ni wangu. Awe jini au awe binadamu. Ile nafungua mlango, kweli namuona mama. Mama ananiambia, mbona umeme umekatika nyumba hii tu? Kuna shoti au luku imeisha? Je, umemwambia kaka yako kama umeme hamna? Namjibu mama, kaka George yupo ndani kalala, kwa hiyo anajua hilo tatizo. Sasa kabla mama hajanijibu, nashangaa kaka George anakuja na pikipiki, alafu kama katoka safari ya mbali kidogo. Akanipa begi akaniambia, ingia nalo ndani, ila usilifungue mpaka mimi nije, sawa? Niliposhika lile begi, umeme ukawa unawaka. Nikajiuliza maswali magumu, tena begi lina nini? Pili, kaka George ametoka saa ngapi? 3, yule niliyekuwa naye kitandani sio kaka George. Ni nani? Mbona mauza? Mbona mauza? Na maana nimeshika mpini wa 8 sasa wa kaka George. Maswali najiuliza mwenyewe mpaka nahisi kama niache nachozamilia. Inawezekana kaka George ni jini alafu apendi uchafu. Inawezekana nitamuuzi kaka George. Moyoni nikasema, lakini mbona ngumu hii? Mimi mwanamke nashindwa aje kumjua kaka George? Namwona kaka George karara tena, kajifunika shuka. Nilichoka hoi. Nikatoka nje ya chumba, nikamuuliza mama, yule aliyenipa begi pale nje si kaka George? Au macho yangu hayajamuona vizuri? Mama akacheka alafu akasema, mwanangu, unaongea Kiswahili unajipinga mwenyewe. Yaani unasema yule si kaka George, unamaanisha unakataa kuwa yule si George. Sasa mimi nikwambieje? Ungeuliza hivi, mama, yule aliyenipa begi ni kaka George au sio kaka George? Maana macho yangu siamini mimi, ndio ningekupa jibu yule George au sio George. Nikamwambia ukweli, macho yanadanganya. Nikupe mfano mmoja.
angalia tairi ya bajaji na ndoo kubwa zikiwa mbali. Macho yanaweza kukwambia ndoo kubwa ndefu kuliko tairi ya bajaji, lakini ukiviweka pamoja, tairi ya bajaji ndefu, hapo macho yamedanganya. Chingine, ukichukua ndoo ndogo ya lita 10 na chupa ya maji ya lita 1.5, ukiangalia kwa mbali unasema ndoo ndefu, zikutanishe karibu, utapata jibu macho yako yakiwa yanakudanganya. Na vile vile kwenye maisha, macho yanadanganya. Unaweza ukamwamini mtu kwa muonekano wake, na unaweza ukamdharau mtu kwa muonekano wake. Mfano mzuri kwako, hujamkuta yaani hujamkuta George mara ya kwanza, si ulimdharau kupitia macho hayo. Sasa Waswahili wanasema usiamini kila ukionacho. Mimi nilimwamini shoga yangu, unaona maisha yangu yamebadilika yote. Kosa la macho, nikajua na mstiri, kumbe natengeneza maisha mengine kabisa nisiyotarajia. Nasema ukweli, pasipo George kupewa moyo wa kusaidia mafukara, mimi ningeshakuwa nishakufa na wewe mwenzangu tu. Tungekuwa na vita kutoka moyoni. Namwombea George maisha marefu yenye baraka. Mimi nikaona hapa sijapewa jibu zaidi ya maelezo. Baada ya habari nikampa chakula, ale tulale tujue kesho tunaamkaje. Mimi nalala bado namuwaza kaka George, mpaka namuota na sex naye kwenye kochi ananisukuma. Moto kisawasawa, yani nao katika mpini kwa raha zangu mpaka nafika kileleni. Nashtuka kwenye ndoto nimejimwagia kweli ukeni, mpaka nikasema mawazo mabaya sana. Nikaenda kuoga, namwona kaka George yupo ukumbini na karatasi anachola ramani. Namwambia kaka George, mbona upo hapo saizi? Si ungeenda kulala? Akaniambia muda wangu wa mapumziko umeisha jana, nilikuwa nimepumzika. Leo ninaendelea na maisha yangu ya kila siku. Wewe nenda kaoge kama ulivyozamilia kwenda kuoga. Kaoge, mimi niache hapa. Nilijiuliza kajuaje naenda kuoga na sijabeba ndoo mkononi? Nyumba ina bomba la mvua. Pili, anasema jana alipumzika, leo anaingia kazini. Nikaona ili nikamuuliza kaka George, mbona hakuja kuwa kesho bado usiku saizi? Akaniambia angalia saa pale, ni saa 6 na dakika 6. Kwani mwaka mpya wewe unacheza saa ngapi? Inakuwa tarehe ngapi? Nikamjibu saa 6 usiku, alafu nikacheka nikamwambia basi kaka George, jibu limenitosha. Nikaenda kuoga, moyoni na maswali mengi sana juu ya George, mpaka ananisaulisha maisha yangu mimi binafsi.
Natoka chuoni na shangaa kaka George simuoni, alafu ile karatasi imeandikwa kuku na yai, kimeanza kama kaanza kuku katokea wapi, na kama limeanza yai kalitaga nani? Wakati najiuliza kwa nini ili swali, kaka George ameniandikia hapa kwenye hii karatasi. Mara simu yangu inaita, naenda kupokea, ni kaka George anapiga. Nikajua kaondoka, kuna kitu kasahau. Nikapokea, nikasikia, alo dada, kuna karatasi ipo hapo mezani, ina maswali mawili. Moja, kuku na yai. Na la pili, ya ramani. Kesho nipe majibu hayo ya maswali. Nataka ufikirie, nipime uwezo wako fikra, sawa? Niliwaza sana kwa nini kaka George kanipa maswali. Nikafunua swali la ramani, nakuta ameandika ramani ya Tanzania, alafu akasema mimi nimeandika ramani ya Tanzania. Umeona wakati naandika? Je, aliyeandika ramani ya Tanzania alikuwa wapi, na ya dunia alikaa wapi? Nikaona mbona hivi? Nini maana yake? Basi nilimwamsha mama, nikamwambia. Mama akasema, ukisha mjibu kaka yako George, na mimi unijibu langu. Aliyebuni maswali ya shule, yeye alisoma wapi? Nikaona mbona hivi? Nini maana yake, na ni kwa nini maswala haya juu ya maswali mbona magumu? Nikakaa mezani nawaza mpaka nimelala. Naamka namuona mama na kaka George wanasubiri majibu ya maswali yao. Nikasema, kaka George na mama, mimi nimeshindwa haya maswali yenu. Kaka George akasema, ndio ujitambue, upeo wako wa kufikiri ni mdogo, umejisahau, wewe ni mke wa mtu. Kaka George akaondoka chumbani kwake, kaniacha na swali zito, mimi ni mke wa mtu, upeo wangu wa kufikiri ni mdogo. Kwa nini kasema hivi? Upande wa mama mkwe, mtoto aliyesaidiwa na Spenko karudi, yani shemeji yangu kaamsha popo baraa. Sasa ni hatari kabisa. Kwani Spenko aliyesaidiwa na Spenko akarudisha kaanza baraa, kafika tu, kumbe Spenko alimwambia maisha yote ya baba yake na mama yake. Alipomwona kaka yake ana hasira, yani kaka yake si mume wangu, mimi mdogo wake. Yule ni mdogo wake. Akasema, kaka subiri, usijitoe ufahamu na ukasema watu wachawi. Unaniona mimi nimesaidiwa na mtu mmoja anaitwa Spenko. Mama mkwe pamoja na kupoteza kumbukumbu jina la Spenko alipolisikia akasema, mwanangu, unasema nini? Mtoto akasema, unamsikia mama? Mama kashtuka aliposikia hilo jina. Sasa ujue kwenye dunia hii kuna watu wana roho nzuri kabisa.
Wapo wenye moyo wa kujitolea kufa kwa ajili ya ukombozi. Mimi nilikuwa kiburi sababu mama ananitumia pesa nyingi sana. Shule nimefanya uhuni mwingi kuliko kusoma. Mimi nilitekwa nife. Spenko kaniokoa. Aliponiuliza nimetokea wapi, nilimwambia ninapotokea, nikamwonyesha na picha ya mama na baba. Ndipo akanipa mambo yote ya wazazi wangu. Kabla sijakwambia kwa nini nimetekwa, nataka nikwambie wazazi wetu hawana shukrani kama wawindaji. Sikia kisa cha mwindaji. Mwindaji anayewinda na mbwa. Mbwa ndiye anakamata mnyama, lakini yeye anakuja kumalizia tu kumchinja. Sasa yule mnyama angekuwa kitoweo, mbwa anageuka alamu asimsogelee. Yule mnyama atamnusa tena. Mwindaji anasema kwa sauti, akifika nyumbani, mpeleke mbwa kule mkamfunge. Anamwambia wanawe asije akanusa nyama haramu. Huyu amesahau huyo mbwa ndio amemkamata mnyama mwenyewe. Ukiacha mawindo, huyu kuna mwindaji mwingine akienda kuwinda anatumia lugha ya wingi. Anasema tunaenda kuwinda, yaani yeye na mbwa sasa wakifika polini, yeye anageuka mhamasishaji wakati mbwa anamfukuza mnyama. Yeye anasema shika huyo, kamata huyo. Mbwa anamkimbiza mnyama. Mbwa achagui njia, popote anapita, kwenye miiba anapita na ili amkamate yule mnyama. Lakini mwindaji anachagua kwa kupita. Tena mwindaji ni mtu wa ajabu sana. Mbwa akikamata mnyama, yeye anaenda na anaandaa kabisa bakola, anampiga mbwa chwa ya kwanza. Mbwa anahisi huyu amekosea, au mwindaji anampiga tena ya pili kichwa, huku anasema acha mbwa, na anaachia mbwa. Yeye anamalizia. Cha kwanza kabisa anageuza usemi wake wa mwanzo aliosema wanakwenda kuwinda. Sasa anasema nimetoka kuwinda. Mbwa anamtoa kwenye ile hesabu akifika nyumbani. Sasa mbwa asimsogelee, lakini mbwa ni mnyama wa ajabu sana. Ana hasira. Ungekuwa wewe au mimi, ningezila. Yaani mbwa hana hasira kabisa. Mwindaji anamchoma mnyama, anakula mnofu yote, alafu mifupa anampa mbwa. Mbwa anapokea angalau. Mbwa wanavyofanyiwa wakati mwindaji anakula, yeye alikuwa anacheza yeye anachezesha tu kichwa, na mwindaji akichukua mnofu, mbwa anashusha kichwa akipeleka mdomoni. Mbwa anapandisha na yeye anamkumbusha mbio zake, lakini mwindaji akumbuki. Ndio kwanza kumfunga kamba ili asimgasi. Wakati anakula sasa, anampelekea mifupa mbwa. Angalia kula yake mbwa. Anaweka shingo pembeni. Inawezekana analalamika pale. Kumkimbiza kote kule ndio napewa mifupa. Mimi bakora nimepigwa mbwa. Inawezekana ananung'unika. Lakini mwindaji ajari hiyo. Ndio shukrani ya mwindaji. Samahani kama nimetoa mfano mbaya wazazi wangu. Wazazi wangu hawana tofauti na mwindaji. Wewe kaka, angalia wema aliyokufanyia mama Tabu kwako. Wakakubali kukuozesha mwanae wakati wanajua tatizo lako ni nini. Je, angeweza
ukukubali mwanaye akamwozesha mwanaume asiyesimama, ambaye asimami, sababu unaenda kumpa mtoto mtihani mzito, raha ya ndoa tendo, mengine yanafuata. Mama Tabu ukajitoa kwa ajili ya msaada wa kumstiri mwanamke mwenzake, lakini baba akataka ambake Tabu. Angalia jambo la aibu hili alilokusudia. Baba, yaani mambo aliyofanya baba ilibidi nifanye mimi, alafu baba anionye. Maana shemeji kutamaniwa na mimi ni swala geni kwenye ulimwengu. Ndio maana hata wasanii wanaoimba aina shemeji tunakulaga hawajaanza wao kuimba. Zamani wameimba shemeji shemeji, huku unazima taa. Lakini hakuna msanii yeyote aliyeimba baba mkwe anamtaka mke wa mwanaye, na ukiona hivyo, hiyo laana. Sasa mama, wewe mmeo amekosea sababu ya ufukara wa familia ya kina Tabu. Mnaona ninyi mpo sahihi. Baba amemshika maziwa mama Tabu. Mama wewe, haikuumi? Inakuuma sheria ya kuchukua mkondo? Mmejisahau sana, mnafikiri pesa ndio kila kitu. Sasa mmejifunza sheria ipo. Angalia kiongozi imempiga miaka 30. Simtaji jina, ninyi mnamjua. Akatokea baba akasema, wewe kijana bado mdogo, hujajua wanawake walivyo. Wanawake hawa mama zetu, ila hawa si wa kuamini sana. Inawezekana mke wangu mwongo hajashikwa maziwa na mwanangu mwongo hajatakwa kubakwa. Mimi nasema wewe hujakaa kwa kina ukatafakari. Pesa alizonazo baba yako anaweza kachukua mwanamke yeyote mzuri. Je, ahangaike na wanawake kama wale waongo tu? Yule mtoto ambaye ni shemeji yangu akasema, wewe mzee umesema wanawake waongo, kwa hiyo muongo ni mkeo na mwanao. Mama yangu mimi huyu mkweli au? Nijibu kwanza hapo. Baba akasema, sasa wewe huwezi kufananisha binadamu na mtu kitu. Binadamu anakuwa yupo tu, na ana mbele wala nyuma. Ndio wanasindikiza watu kwenye hii dunia. Sijui hapo ni mtu. Shemeji akamwambia baba, acha kutukuza watu sababu ya pesa. Acha kumdharau mkeo sababu ya pesa. Acha kuwa mjinga kiasi hicho. Hata tajiri akili ana kosa kwa ili na kushauri. Waunge mkono familia yako, uwe nao pamoja. Wewe usiogope kitu, simama kama baba wa familia. Usiwe mjinga kwenye familia. Nakwambia maneno magumu, akili yako ifunguke. Acha ujinga wewe. Wewe mwanaume, ukikojoa mkojo unasimama. Sasa simama kweli kwenye familia yako. Acha kuyumbishwa, kuwa mstari wa mbele kwenye kutetea familia yako. Hajamaliza neno, mama mkwe kampiga mwanaye sturi ya kichwa, akazimia hapo hapo. Baba anamwambia, chimba shimo umfukie huyu mzima. Haiwezekani mtoto ni mzae mwenyewe aje aniseme mimi tena kwa matusi yenye dharau. Anaposema wewe mwanaume unakojoa umesimama kinyume chake, mimi si nakojoa na chuchuma.
Baba eti anaenda kuchimba shimo kweli amfukie shemeji mzima yani. Aise, baba kawa anachimba shimo ili amfukie shemeji, kalala chini kazimia. Yani baba anapelekeshwa kama vile hajasoma, yani atumii akili, yani atumii akili kabisa. Akamaliza kuchimba shimo, wakamdumbukiza shimoni yeye na mume wangu. Yani mume wangu kashageuka roho, na yeye anaona bora mdogo wake azikwe mzima, yani kazimia, wamemweka kwenye shimo. Sasa baba ndio kashika jembe anamfukia shemeji, alafu mama mkwe na mume wangu wakamwambia, ukimaliza kumfukia utachukua pesa ile pale, utatufata tulipo tunaenda hotelini kula. Baba kuangalia pesa anaona kama 100,000, akaona aifukie fasta aende hotelini kupata msosi. Baba kapiga chepe la kwanza, la pili ana mwaga shimoni. Lilipofika la 7 akasikia neno stop, alafu kaonyeshwa bastora, anaambiwa, mimi ni Spenko, wewe naomba uvae pingu hizi hapa, uende mwenyewe polisi, mwambie polisi kweli wako ulikuwa unamfukia mtu akiwa mzima, alafu umemfukia machepe 7. Nataka kukwambia rafiki yako nilimwambia namba 7 ni kubwa sana. Nikamtolea mfano, wanandoa wanaijua, naamini utaona na rafiki yako, mwambie namba 7 ameipata majibu. Akikosa kukupa ushirikiano, fanya tathmini mwenyewe. Kwa nini nilikuacha umfukie chepe 7 huyu kijana? Sasa nakwambia kila binadamu ana tundu 7. Nenda ukanipe jibu. Jela kwa nini 7? Wewe nenda mwenyewe kituoni. Usijaribu kukimbia, utajikuta upo kwenye matatizo makubwa. Maana mimi sikimbiwi. Nenda kaitathmini 7. Kiserikali 7 ipo hivi, tarehe 7 mwezi wa 7 ni sikukuu ya 7/7. Kwa nini 7? Nenda usipoteze muda. Basi baba anaondoka na maswali mazito. Ya 7 huku amefungwa pingu, watu wanamshangaa. Anakwenda polisi mwenyewe. Sasa kafika kituoni tu, anakutana na yule polisi aliyempa kitambaa cha sumu ampe. Mama anamwambia, Spenko kasema mniweke ndani. Yule polisi jina lake Spenko alimstukia, likamstuka. Kabla hajajibu anakuta simu yake inaita. Kasikia sauti ya Spenko inamwambia, mkuu, naitwa Spenko, kuna video nimekutumia kwenye simu yako ya huyu mtuhumiwa, naomba umweke ndani, alafu kupitia hiyo video uipeleke mahakamani, ndio ushahidi wake wa kesi yake. Nipo na waliotaka kumfukia huyu ana Mungu ndani ya moyo wake. Na wewe jiulize, kwa nini zamani namba za simu zilikuwa zinaanzia 07? Sasa ujue 7 ni nini? Ni mbingu zipo au ngapi? Simu ikakatwa. Polisi akaangalia simu, anaona video ile, alafu anajiuliza, sasa Spenko ni nani? Namba 7 kaipata wapi? Na kwa nini anapenda kutumia sasa neno namba 7? Kuna nini kwani?
Na kwa nini hataki kuja kituoni? Akamweka ndani. Alipopeleka faili la kesi kwa hakimu, alimwelekeza kuwa ni Spenko. Neno Spenko, hakimu alistuka sana, akamuuliza, unamjua huyu Spenko? Mimi namtafuta nimpe zawadi kumwokoa mama yangu mzazi. Alitaka kuuliwa kisa mimi nilimfunga fukara, ndugu wa fukara, kumbe wanamjua mama yangu. Wakasema yeye katupa pigo la kumfunga ndugu yao pasipo hatia, na wao walikuwa wamuue mama yangu pasipo hatia. Na mimi iliniuma. Spenko alimwokoa mama yangu, alafu alimtuma mama yangu aniambie nifanye kazi kwa haki, nisimnyime haki fukara kisa pesa ya kunionga. Ujumbe ule ulinistua sana. Ilibidi kabisa kuanzia siku hiyo mpaka leo nafuata sheria inasemaje. Sasa mimi namtafuta Spenko nimpe zawadi. Unajua hata anapokaa? Polisi akamwambia sipajui, maana hata mimi ananichanganya, mimi nawahi. Basi baba alifungwa jela miezi 6. Akaenda kukutana na rafiki yake baba mkwe jela. Itasimini namba 7. Polisi ilikuwa na waza sana kwa nini Spenko anatumia sana neno namba 7. Akawa anaenda zake, simu yake imeita, akapokea. Akasikia sauti ya Spenko anamwambia, kwa sababu umefanya nilivyokuagiza, basi nimekusamehe, maana tumeambiwa tumsamehe 7 mara 70. Jiulize, kwa nini 7? Simu ikakata. Polisi anazidi kuwa na wenge la kuwaza namba 7 ni nini? Mbona Spenko anaitumia sana da? Mpaka kalala anawaza namba 7 kwake. Anaamka anakuta tena simu ya Spenko, anaambiwa kawe msafi kuanzia leo. Saa hizi saa ngapi? Polisi akasema saa 1 asubuhi. Spenko akamwambia angalia mshale wa saa upo kwenye namba ngapi? Polisi anaangalia upo kwenye 7. Simu imekatwa. Polisi akasema hapana, hili swala na washirikisha wenzangu, nikatafuta nitakufa. Huyu Spenko si mtu wa kawaida, na hii 7 yake. Upande wa mama mkwe, mume wangu wanapanga kwenda kwenye baraza la wazee na cheti cha ndoa, wakamshtaki mama. Yaani mume wangu akasema mama mkwe kamtorosha mkewe, yaani mama kanitolosha mimi. Nia yao watuvute karibu, watumalize wao. Wao wanajua baba anamaliza kufukia, anawafuata wamekula. Hiyo wamemaliza tu, wamekaa, baba atokei. Wakasema itakuwa amechoka amelala. Wakamuita mhudumu wamlipe. Alipokuja mhudumu akaambiwa, ninyi mshalipiwa na Spenko, ila amesema mtu ili azikwe na akamilike, amezikwa lazima vitu 7 vifanyike. Akanifafanulia kabisa, niwaambieni, ai akaogeshwe ndio anaoshwa, imezoeleka. 2, avalishwe sanda au suti. 3, aswaliwe au aagwe. 4, abebwe kwenye jeneza au sanduku au mkononi. 5, akifikishwa kaburini ndio anafukiwa kwa heshima zote. Waislamu wataingia watu 5 kaburini. Wakristo kwenye kufukia wataanza mmoja, ndugu wa kwanza. 6, Waislamu wanachomeka shahada, Wakristo msalaba. 7, watasoma dua au maombi ya mwisho, watamsambaratika. Watu watasambaratika.
Anawaambia binadamu sio mbwa anazikwa na mtu mmoja. Mnamsubiri yupo mikononi mwa sheria. Maneno ya Spenko sio yangu. Karibuni tena chakula. Mama mkwe akaenda chini, akalazimia. Mume wangu akawaza, mdogo wake kashaokolewa na Spenko. Je, itakuwaje na yupo wapi? Akawa anajuta kwa nini akumuunga mkono mdogo wake. Sasa huyo Spenko ni nani? Akaanza kulia amsaidie mama yake, kavurugwa. Ndugu zangu, nipende kuwatakia kila heri. Tukutane kipande cha 8. Mungu ajalie kitakuwa kipande cha mwisho kabisa. Basi panapo majaliwa wasaa mwingine. Asante sana kwa kuwa nami. Wallahi, Mungu akubariki. Kubwa, usisahau kulike, kutoa maoni na kisha share na marafiki zako. Tuwe pamoja.